Na wachungaji wote wale akawaambia hivi, hakuna kikao kitawarehemu hawa. Mchungaji Marwa, Askofu Msuya, hakuna kupokea barua zao. Awaandike barua za kukosa nidhamu na barua waiadresi kwangu, mimi nitawajibu nimewarehemu ama la. Sichokoze mamlaka. Kuna watu wao wanasimamishwa hapa, anasema hivi, mimi sisimami. Sasa mimi kwa sababu nimejua kanuni, wao nawapigia simu, naambia ndugu, usigombane na mafuta, gombana na hoja. Wamenionea, nasema hiyo ndio ya kugombana nayo. Usigombane na kiti, wewe gombana na hoja, usigombane na mafuta. Watu wenye akili hawakupambanaga na mafuta. Gombana na hoja kwamba wamenionea katika jambo 1, 2, 3. Na kwa sababu kwenye kanisa letu hakuna mtu aliye juu ya sheria, kata rufaa kwenye mamlaka iliyo na mamlaka yake. Hata askofu mkuu kuna mamlaka iliyo juu yake. Watakatisha chini, watamwambia ulichoamua sio sawa. Tia huruma hapo. Unaona mafuta analeta hela. Mafuta na hela huwa vinafanana. Mafuta na hela vinaenda pamoja. Huna hela kwa sababu huna mafuta. Tafuta Mungu akupe mafuta. Ngoja nimbariki rafiki yangu. Wewe unapenda kukaa viti vya mbele, sasa wenzako unaona amekula misimbazi miwili. Wewe unakaa nyuma ili kutaka kutoroka utoroke kwa urahisi. Mafuta na pesa vina ushirikiano, vinapendana. Ulofa wa kiroho na ulofa wa umasikini vinapendana sana. Sasa wewe endelea kutia huruma, tuone kama hela zitakuja. Glory to God. Hili linaitwa tonge la kumalizia ugali, hili baba, la kumalizia mboga. Namba 5, kuongoza watu kwenye maamuzi. Kuongoza watu kwenye maamuzi. Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 21. Kiongozi anayeweza kuleta uamsho ni lazima awe anaweza kuwafikisha watu mahali pa maamuzi. Hivi ndivyo alivyofanya Elia. Billy Graham, moja kati ya wahubiri wakubwa ambaye alizaliwa ambaye amefariki mwaka 2018, kwa kweli amefanya mambo makubwa sana. Takwimu zinaonyesha amehubiri live watu milioni 215. Amesafiri katika mataifa 185. Amehubiri katika kipindi chake cha tele-evangelism na huduma yake ya tele-evangelism ministry kwenye kipindi kinachoitwa The Hour of Decision. Na moja ya siri ya mafanikio yake ni kuwaleta mahali watu wafanye maamuzi. Wanamtaka Mungu ama hawamtaki Mungu. Wanamkubali Yesu ama hawamkubali Yesu. Aliwahubiri upendo wa Yesu na akawafikisha watu mahali pa maamuzi ya kwamba mnachagua kubaki na dhambi ama mnamchagua Yesu. Kiongozi lazima wafikishe watu mahali pa kufanya maamuzi. Watu wachague, wanamchagua Mungu ama wanachagua mashetani, na wajue wanapofanya maamuzi ya kuchagua miungu ama upagani ama mashetani, mwisho wao utakuwaje. Hakuna kitu Mungu anachukia
kama maisha ya uvuguvugu. Unataka ukubalike na watu wote, unataka upendwe na watu wote. Huwezi kusimama katika ukweli wa neno la Mungu na ukapendwa na watu wote. I don't expect to be yani nipendwe na kila mtu. Hata hapa ninapohubiri sitegemei kila mtu ana appreciate, and I don't care. Mimi maadamu najua ninahubiri ukweli wa neno la Mungu, sina shida. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15 mpaka wa 16, Mungu anaonyesha kwamba anachukia tabia, vitendo, mawazo, miemko, mielekeo na maisha ya uvuguvugu. Viongozi wengi hawataki kuonekana wana msimamo gani. Huko kwenye nchi za wenzetu sasa hivi wamefikia mahali pagumu sana. Paka wahubiri wetu wakubwa unamuuliza, haya hili jambo ni baya ama si baya? Unakuta mhubiri anauliza kwenye kipindi cha TV, ushoga ni dhambi si dhambi? Kigugumizi kingi, Mungu anawapenda watu wote. Tunataka kujua hivi mashoga wataenda mbinguni ama hawaendi mbinguni? It's not good to judge people. Wewe na kilele cha kupoa kwa kanisa ni kushindwa kujua mstari kati ya giza na nuru umepita wapi. Mstari kati ya ushetani na uchamungu umepita wapi. Tabia za kishetani ni zipi na tabia za kimungu ni zipi? Maisha ya giza na maisha ya nuru tofauti yake ni nini? Na moja ya dalili ya kupoa kwa kanisa ni kupata tabu sana ya kumtofautisha mtumishi wa kweli na mtumishi wa uongo. Mimi nimesikitika sana, walikuwa wananipa taarifa viongozi kwamba kuna mchungaji wetu mmoja amekuja hapa. Tumewaambia hapa watu, jamani, naomba mjisajili, kwa sababu tuna utaratibu wa watu kujisajili na walipe kabisa benki. Amekuja hapo mbabe kabisa, anasema mimi pesa yangu hii ichukueni, kama hamuitaki niambieni sasa hivi nirudi nyumbani. Ushukuru Mungu sikuwepo kwenye desk. Yani ungerudi na ungekuta kule nyumbani kiti hakipo, tumeondoa. Askofu wetu mkuu alikuja Morogoro Kaskazini nikiwa katibu wa jimbo. Watu hawakufika kwenye conference ya jimbo, na ile ni conference ya kikatiba. Akaniuliza, Marwa, watu wako wapi? Nikamwambia, baba, hawakufika kwa sababu. Nikamwambia, wako watu wachache hawakufika, wametoa taarifa, lakini sehemu kubwa ya watu hawa hawakutoa taarifa. Akasema hivi, hiki ni kikao cha kikatiba, na katiba yetu inasema ukivunja katiba unapoteza nafasi ya utumishi wako. Sasa sikiliza Marwa, wachungaji wote ambao hawakufika kwenye conference nimewafukuza uchungaji. Nisikiliza vizuri, nyinyi mnaojiona wababe. Nikaandika nyaraka kwenda kwenye makanisa hayo yote kuyaambia mabaraza ya wazee, kuanzia leo mchungaji wako amefukuzwa utumishi. Tukaweka na vifungu vya katiba na tukawatia moyo wazee, simamieni kanisa mpaka mchungaji wenu kama ataona vema kutengeneza aliyoyakosea. Afu yuko mtu hapa mbabe kabisa, kifua mbele, anataka kupiga watu ngumi. Wewe acha kutisha watu hapa. Tusirudishane mwilini hapa. Umefanya nini ulipokuwa duniani hapa? Mimi nilipiga mdogo wangu hivi wa kuzaliwa, baba mmoja na mama mmoja, jiwe akaanguka akalala, nikajua nimeua. Sasa unajiita mbabe, una ubabe gani hapa? Tunarudishana duniani bila sababu hapa. Wengine tulikuwa vichaa kabisa, Mungu ameturehemu, ametusamea, alafu unasema rudi duniani. Wewe unajua nikirudi duniani nitakuwa kiumbe gani?
Wengine hapa walikuwa wanajua akiweka gia tu unga umetokea hapa, anaingia hapa unga, wanaingia watu 20, anaondoka kwenye kijiji, wanakufa watu 200. Alafu anasema turudishane mwilini. Atujisifie mambo ya mwilini, hayana maana. Paulo mtume anasema na hesabu kama mavi mambo yale. Tusirudishane mwilini hapa. Yule mzee alifukuza wachungaji wote, na wachungaji wote wale akawaambia hivi, hakuna kikao kitawarehemu hawa. Mchungaji Marwa, Askofu Msuya, hakuna kupokea barua zao. Awaandike barua za kukosa nidhamu na barua waiadresi kwangu, mimi nitawajibu nimewarehemu ama la. Sichokoze mamlaka. Kuna watu wao wanasimamishwa hapa, anasema hivi, mimi sisimami. Sasa mimi kwa sababu nimejua kanuni, wao nawapigia simu, naambia ndugu, usigombane na mafuta, gombana na hoja. Wamenionea, nasema hiyo ndio ya kugombana nayo. Usigombane na kiti, wewe gombana na hoja, usigombane na mafuta. Watu wenye akili hawakupambanaga na mafuta. Gombana na hoja kwamba wamenionea katika jambo 1, 2, 3. Na kwa sababu kwenye kanisa letu hakuna mtu aliye juu ya sheria, kata rufaa kwenye mamlaka iliyo na mamlaka yake. Hata askofu mkuu kuna mamlaka iliyo juu yake. Watakatisha chini, watamwambia ulichoamua sio sawa. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Lakini mtu anaona tu kama alivyo mbabe pale nyumbani kwake, anafikiri atakuwa mbabe kila mahali. Hii sio nyumbani kwako hapa. Tuheshimiane. Tuheshimiane. Hii ni nyumba ya Mungu, tuendeni kwa utaratibu katika nyumba ya Mungu. Ndivyo maandiko yanavyoagiza, ndivyo maandiko yanavyoelekeza. Nikaenda jimbo moja kule Kilimanjaro kule, nikakuta nusu ya watu hawapo kwenye conference. Nusu ya watu hawapo kwenye conference. Namuuliza mchungaji, watu wako wapi? Mbona watu hawana nidhamu? Unajua huku sisi watu unajua wa Kilimanjaro bwana, watu wa Kilimanjaro bwana, yani wale wa Kilimanjaro huwa watu wa Kilimanjaro unajua ni watu wanaomandi shughuli zao, hawawezi kuja. Nikawasimulia, mimi nimepewa kuja kusimamia uchaguzi kwenye jimbo lenu, lakini hivi nilivyotoka nimepoteza wachungaji 100 plus, na baba askofu mkuu anapita kesho hapa. Sasa kesho tutajua kama shughuli na katiba nani ana nguvu. Baba zilipigwa simu, jamani wamesema. Nashangaa Jumapili nyumba pomoni. Kumbe watu wanafanya makusudi. Hebu nisaidie kumgusa jina kama acha hizo. Hatuwezi kupata uamsho hapa na kila mtu anajitutumua kifua. Hapana. Unajua mimi nimekuja kuhubiri hapa, nimetoka wapi? Mimi nilikuwa likizo. Nimepewa likizo nikapumzike. Tibuhinda kampigia wakuu ofisini ya kwamba tulikuwa tunaomba watu wawili kwa sababu mtu mmoja hawezi kuhubiri vipindi vyote. Nikapigiwa simu tu, Marwa likizo imeisha hapo, rudi. Nilikuwa kijijini huko Sengerema ndani huko. Yule mchungaji alinikimbiza kutoka kijijini huko. Huyu mzee amenifuata kijijini huko. Baba, ingia kwenye gari haraka nikukimbize. Kanikimbiza faster mpaka Mwanza mjini hapa. Nikapanda gari. Nikaingia Dodoma. Maana sikuja na suti wala tai wala, nilikuwa nimejivalia kimtindo tu, niko kijijini huko. Sasa nijifanye mimi sitaki. Si wanaondoa kiti tu. Haya, endelea huko kijijini. Watu wengi tu wanaweza kukaa kwenye hicho kiti. You are not so special. Hicho kiti chako anaweza kukaa yoyote. Hayo mambo ya kusema kiatu hiki havai mtu, kiatu cha Mungu ndo akivaliwi, kiatu chako kinavaliwa tu. Leo nikitoka hapa naendelea na likizo. Kwani nimepungukiwa nini?
kuongoza watu kwenye maamuzi ya wazi. Kiongozi lazima ana uwezo kuwaongoza watu kufanya maamuzi. Huyo ni kiongozi. Lakini kiongozi unacheka na watu tu, hakuna kitu kinatokea, hakuna maamuzi. Sasa kiongozi gani huyo? Jambo la 6, kuomba kwa bidii mpaka mbingu zimefunguka. Tunasoma katika Wafalme wa kwanza 18:42 mpaka 44. Kuomba kwa bidii mpaka mbingu zifunguke. Tunasoma Elia aliomba mara ya kwanza, hakutokea kitu. Akaenda mara ya pili, hakikutokea kitu. Akaenda mara ya tatu, hakitokea kitu. Akaenda mara ya 4, hakikutokea kitu. Mpaka ilipofika mara ya 7, ukaonekana wingu kama mkono wa mtu. Ikawa ni mvua kubwa na ishara kubwa ya uamsho mkubwa wa kimungu. Mvua ile ilikuwa inawakilisha uamsho mkubwa sana wa kimungu. Na moja ya kitu ambacho ninakishangaa wakati wa uamsho ni kubadilika kwa gia. Unaiona overtaking speed. Sababu Elia alikuwa mtu mzima. Elia alikuwa ametoka kwenye mfungo. Elia alikuwa ameshachoka kwa sababu ya vita vya muda mrefu vya maombi. Anamwambia Ahabu, panda farasi, kimbia, kwa sababu naona mvua kubwa inakuja. Ahabu akapanda, akakimbia, akaondoka. Wakati Elia akali magotini, anasema, Bwana lithibitisha neno hili, kwa sababu mfalme ameondoka na neno langu ya kwamba kuna mvua, lakini hakuna jicho la nyama limeona mvua. Tunaona wingu dogo kama mkono wa mtu, alafu mtumishi wa Mungu anaondoka. Nenda kasome maandiko, utaona Elia alimovertake Ahabu njiani. Amepanda farasi, mwanaume anakwenda kwa mguu, na ametoka kwenye maombi, na alimovertake aliyepanda farasi. Usicheze na mafuta baba. Mtu mwenye mafuta anaweza akakosa rasilimali zote, akabaki na upako tu, lakini nenda kwenye matokeo, utashangaa vitu vitakavyokuja kutokea. Elia ameondoka na farasi, mtumishi wa Mungu ameondoka kwa miguu, lakini nadhani alipokuwa akikanyaga, Mungu anampa hatua 5 akikanyaga. Yani moja ya kitu ambacho nimeplani nikifika mbinguni ni kumuuliza Elia, uliwezaje kumovertake mtu aliyeondoka kwa farasi na wewe unatembea kwa miguu? Yeye amekula ameshiba, wewe umetoka kwenye maombi ya muda mrefu, lakini bado ulipoanza kuondoka ulimovertake. Mungu akupe overtaking speed. Mungu akupe overtaking speed. Idara yako ipewe overtaking speed. Jimbo lako lipewe overtaking speed. Maisha yako yapewe overtaking speed. Utumishi wako upewe overtaking speed. Kanisa lako lipewe overtaking speed. Unaweza kuwa umechelewa kuinuka, wenzako wametangulia. Unaweza kuwa umechelewa kuanza, wenzako walitangulia kuanza. Unaweza kuwa umechelewa kujenga, wenzako wameshaanza kujenga. Unaweza kuwa umechelewa kupata kiwanja, wengine walishawahi kupata kiwanja. Unaweza kuwa umechelewa kupata gari, wengine walishapata gari. Unaweza kuwa umechelewa kupata kwaya, wengine walishapata kwaya. Lakini utakapoinuka utaondoka na overtaking speed. Mungu akupe overtaking speed. Mungu akupe overtaking speed katika jina la Yesu. Lakini gharama yake ni mifungo na machozi na mapango na vibuyu vya maji na kukonda na mikanda yote kubadili matundu. Ni lazima ukonde. Lazima ukonde. Ni lazima hali ibadilike. Ni lazima uende kwenye machimbo. Mungu vitu vya thamani hajawahi kuviweka nje. Yani vitu vya thamani ameviweka kwenye kina. Vitu vya maana vyote viko kwenye kule chini. Na ndio maana Yesu akawaambia tweka kilindini, kule ndio kuna samaki. Yani madini yote lazima uende kwenye kina. Mafuta uende kwenye kina. Dhahabu na lulu na almasi ziko kwenye kina. Unataka vitu vya maana, nenda kwenye kina. Lazima kuna namna ya kuteseka. Paulo mtume anasema, kwani nateseka bure, napiga ngumi hewa?
Jesus of Nazareth. Nadhani inatosha kwa leo. Simama kwa miguu yako. Ya kubadili spidi yako ya utumishi, kubadili ukubwa wa matokeo yako. Yaani Mungu akupe kulipa gharama. Niko naongeaga na wanakwaya, nawaambia hivi, unaimba, yani mnasikia nyinyi wanakwaya, yani mnapiga mazoezi, hamna mpigaji wa gitaa la bezi, alafu mnapo perform unasikia gitaa la bezi linapigwa, mnamtazama anayepiga hamumuoni. Hamjaelewa hata nilichokiongea. Yani Mungu anajaza maeneo yale ambayo nyinyi hamkuweza. Mungu anafanya yale ambayo nyinyi wenyewe hamuwezi. Nenda kwenye kina, mtafute Mungu. Mungu afanye yale ambayo akili yako singeweza kufanya. Mungu afanye pesa yako singeweza kufanya. Mungu afanye yale ambayo pesa yako singeweza kufanya. Mungu afanye mambo yale ambayo uwezo wako singeweza kufanya. Fanya ambayo elimu yako isingeweza kufanya. Mungu afanye mambo yale ambayo connection yako isingeweza kufanya. Mungu afanye mambo yale ambayo wanaokusaidia wataweza kufanya. Overtaking speed. Aliondoka kwa farasi, mtu ameondoka kwa mguu na akamovertake. Praise and worship team. Alianzisha orphanage. Ningemhubiri hapa kwenye notes. Unaweza ukamkuta pale, moja ya watu ambao nimeweka kama vielelezo. Alifunguka kituo cha watoto yatima, alifungua mashule mengi, na ni moja kati ya watu walionifundisha nguvu ya imani. Alikuwa anawaambia watumishi wenzake walipokuwa wanawaambia, mashule haya yote uliyofungua utapata pesa wapi? Utafanyaje kuyatunza? Vituo vyote hivi vya watoto yatima utapata pesa wapi? Utavitunza aje wewe? Lakini wanaofahamu historia yake, anasema hajawahi kwenda mahali popote kuomba pesa. Hajawahi kwenda mahali popote kuomba pesa. Siku zote alikuwa yuko magotini. Alikataa kabisa kuomba watu wamsaidie, na alimwamini Mungu ya kwamba ndio provider. Na katika kipindi cha maisha yake hakuna kituo chake chochote kiliwahi kufungwa. Hakuna shule yake yoyote iliwahi kufungwa. Alijitoa, alijituma na alifanya kazi kwa bidii. Alikataa kukata tamaa, na siku zote Mungu alifadhili maono yake. Nataka Mungu afadhili maono yako. Nataka Mungu afadhili maono yako. Nataka Mungu afadhili ndoto yako. Na siku zote muamini yeye. Unataka bati utapata. Unataka tofali utapata. Unataka kiwanja utapata. Unataka wale watoto wa shule ulioanzisha wapate chakula watapata. Unataka walimu wapate mishahara, walimu watapata mishahara. Unajua ukihangaika na akili yako itaenda mahali itagota. Lakini ukisema Mungu wapi, Mungu atatokea. Mungu atafanya, atafadhili maono tulio nayo.